Ruto amewasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda ya kuwauzia Wakenya hasa wakati huu uchaguzi mkuu unawadia wa mwaka ujao. Akizungumza katika ziara ya maendeleo eneo bunge la Emuru Dikir, rais amejivunia maendeleo aliyofanikisha kwa Wakenya tangu kuingia mamlakani. Ameahidi kuwapeleka wapinzani wake nyumbani asubuhi na mapema katika uchaguzi mkuu ujao. Aidha, ametaka kukomeshwa kwa vurugu za kisiasa nchini na kusita kuwatumia vijana katika uhalifu, akihimiza wakazi hao kutangamana kwa amani. Siku chache tu baada ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kuzuru Emuru Dikir, Rais William Ruto ametoa eneo bunge hilo kwa ziara ya maendeleo. Rais Ruto akitoa ahadi kochokocho kwa wakazi hao na kuzindua miradi kadha, ila akitoa mishale yake ya kisiasa kuwalenga wapinzani, akidai kuwa hawana ajenda na sera ya kuwauzia wananchi wa Kenya hata wakati wao uongozini. Tumepita ama hatujapita? Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Na mimi nawaambia wale majamaa ati wanatuambia ati yao ni slogan, ati watatupigisha tu slogan ya one term, ati hivyo ndivyo watakavyochaguliwa. Mimi nataka niwaambie nyinyi wa jamaa, msitubebe ufala. Hawa Wakenya ni watu wako na akili. Uwezi kuja na slogan ati alafu uchaguliwe. Nyinyi mnasema yenu ni slogan, sisi tunawaambia yetu ni ahadi ya kutimizwa, na hiyo tumetimiza. Kuweni na agenda bwana, kuweni na maono. Wale jamaa wakuwe na maono, wakuwe na agenda, wakuwe na sera. Rais akijivunia utendakazi wake katika kipindi ambacho amekuwa mamlakani, akibaini kuwa wapinzani wake wataona kivumbi mwaka ujao, kwani Wakenya tayari wana imani naye. Ni kazi ya masura, ni kazi ya maneno, ni kazi ya mafitina, ni kazi ya makabila. Si kila mtu anachaguliwa na ile kazi amefanya. Kwa hivyo hawa watu wakuja na track record. Hata mimi kabla sijachaguliwa kama rais nilikuwa na track record. Nilikuwa nimebadilisha elimu, nilikuwa nimebadilisha kilimo, nilikuwa na track record ya mahali mimi nilikuwa mbunge. Hawa watu hata mahali wamekuwa senator ama mbunge hawana track record. Saa hii wanatuambia slogan ndio wanatuletea. Sisi tunawaambia wacheni kutubeba ufala my friend. Bure wataona kivumbi asubuhi na mchana. Aidha, amehuzunishwa na jinsi vijana wanatumika na wanasiasa kuvurugana mara kwa mara, akisema kuwa atapambana na kiongozi yeyote anayefanikisha uhalifu nchini. Kataa maneno ya viongozi ambao wanapiganisha vijana wetu. Na nyinyi vijana, mimi nawaomba, mtu asikuambie chukua nyundo kwenda gonga mwenzako. Asikuambie chukua sijui fimbo enda piga mwenzako, ama mawe kwenda piga mwenzako. Huyo ni kiongozi mjinga. Wewe pia ujipange vizuri. Kila kiongozi mimi nawaomba, tunataka viongozi wote waunganishe wananchi. Hii dunia haitajengwa na mawe ya fujo, haitajengwa na nyundo ya kupiganisha, itajengwa na mipango na miradi ya maendeleo. Sema kiongozi yeyote ambaye anapanga vijana wapigane, kiongozi yeyote ambaye anapanga vita kati ya wananchi wa Kenya, huyo kiongozi hapaswi kuchaguliwa mahali popote. Katika ziara hiyo amewataka wakazi Emuru Dikir kuishi na kutangamana kwa amani. Fredrick Wambua, Undugu TV.